Tukio hili limegeuka kuwa moja ya video zinazojadiliwa zaidi kwenye mitandao ya kijamii ndani na nje ya Afrika Kusini, kutokana na namna linavyoonesha mvutano wa wazi kati ya mwanamke mzungu na mwanaume Mwafrika aliyekuwa ameongozana na mwanamke mwenye ujauzito hospitalini. Mzungu anaonekana akimzomea na kumfukuza mwanaume Mwafrika aliyekuwa ameambatana na mwanamke mwenye ujauzito. Tukio hili limezua mjadala mpana kuhusu ubaguzi wa rangi, tofauti za kijamii na hali ya mahusiano kati ya jamii mbalimbali nchini humo. Mwanamke huyo mzungu anaonekana akiwa na hasira kali, huku akimwelekeza mwanaume huyo maneno ya kumtaka aondoke eneo hilo. Mwanaume huyo ambaye anaonekana kuwa katika hali ya mshtuko na kutokuwa na uhakika wa kile anachokisikia au kile kinachoendelea, huku akijaribu kujitetea na kuelezea kuwa alikuwa ameambatana na mwanamke mjamzito aliyekuwa akihitaji huduma za matibabu. Kilichowagusa wengi zaidi ni hali ya mwanamke huyo mwenye ujauzito ambaye alionekana kuwa katikati ya sintofahamu hiyo. Mazingira yanaonyesha mvutano wa wazi kati ya mwanamke huyo mzungu wa Afrika Kusini na mwanaume huyo Mwafrika, huku kila upande ukionekana kusimamia kwa nguvu kile anachoamini. Mwanamke huyu anaonekana akiwa na hasira, akimtaka mwanaume huyo kuondoka, huku akitumia lugha yenye msisitizo mkubwa kuonesha kutoridhishwa kwake na uwepo wa wageni nchini Afrika Kusini, tena akimuita jina la mzaha kwa wahamiaji la makwerekwere. Katika sauti yake anaonekana kuzungumzia matatizo ya ajira, hali ngumu ya maisha, pamoja na madai kwamba wageni kutoka nchi nyingine wamekuwa wakiongeza ushindani kwa wananchi wa kawaida wa Afrika Kusini. Kauli zake zinaonyesha hisia ambazo zimekuwa zikisikika mara kwa mara katika baadhi ya maandamano ya kupinga wahamiaji nchini humo. Na maoni ya wengi yanasema kwamba mazingira ya hospitali yanapaswa kuwa sehemu ya huruma, usalama na utu, hasa kwa wanawake wajawazito ambao mara nyingi wanahitaji msaada wa karibu kutoka kwa familia au ndugu zao. Hivyo kitendo cha mwanaume huyo kufukuzwa mbele ya mwanamke mwenye ujauzito kilionekana kwa wengi kama cha kudhalilisha na kisicho na utu. Katika kipande hicho cha video, mwanaume huyo anaonekana akijaribu kuelezea kuwa alikuwa akimsindikiza mwanamke huyo, lakini mwanamke huyo wa kizungu anaonekana kutokuwa tayari kusikiliza maelekezo yake. Kwa upande mwingine, mwanaume huyu wa Kiafrika anaonekana kubaki katika eneo hilo, huku akijaribu kujitetea kwa utulivu zaidi licha ya mazingira ya mvutano. Anaonekana kuuliza kwa nini anatakiwa kuondoka, ilhali yeye ni Mwafrika anayejaribu kutafuta maisha. Katika baadhi ya sehemu za video, sauti yake inaonyesha huzuni na kuchanganyikiwa, kana kwamba anashangazwa na namna anavyotazamwa kama mgeni asiyekubalika. Mwanaume huyo pia anaonekana kusisitiza kuwa watu wengi wanaohamia Afrika Kusini huenda huko kwa sababu za fursa za kazi na maisha bora, si kwa nia ya kusababisha matatizo. Kauli hiyo imegusa mjadala mpana unaoendelea barani Afrika kuhusu uhamiaji wa ndani ya bara, ukosefu wa ajira, pamoja na tofauti kubwa za kiuchumi kati ya nchi mbalimbali za Afrika. Kadri mabishano yanavyoendelea, mvutano unaonekana kuongezeka, huku baadhi ya watu waliokuwa eneo hilo wakionekana kumuunga mkono mwanamke huyo na wengine wakionyesha kutokufurahishwa na namna mwanaume huyo alivyokuwa anatendewa. Mwishowe, jamaa anaonekana kutokubali kitendo cha mzungu na kusema kabisa yuko tayari kubishana au kusikiliza wanachokitaka wale raia weusi, lakini sio kwa kupata maelekezo kutoka kwa mzungu. Watu wengi waliotazama video hii wameelezea kuwa tukio hili linawakumbusha historia ndefu ya ubaguzi wa rangi nchini humo, hasa kipindi cha mfumo wa apartheid, yani serikali ya ubaguzi wa rangi, ambayo Waafrika weusi walitengwa katika maeneo mengi ya kijamii, kiuchumi na hata huduma za afya. Wengi wanaotazama video hii hawaioni tu kama mabishano ya kawaida, bali kama picha inayogusa historia ndefu ya ubaguzi wa rangi, tofauti za kitabaka na migogoro ya kijamii ambayo bado inaonekana katika baadhi ya maeneo ya taifa hilo. Mjadala mkubwa pia umeibuka kuhusu namna watu wanavyotendewa hospitalini na maeneo ya huduma za kijamii. Baadhi ya watu wamehoji ni kwa nini mwanaume huyo alionekana kutishwa au kufukuzwa wakati akiwa anamsindikiza mama mjamzito, huku wengine wakisema hakuna mtu anayepaswa kunyanyaswa au kudhalilishwa katika mazingira ya hospitali ambayo yanapaswa kuwa sehemu salama kwa kila mtu. Maelfu ya watu wameonyesha hasira zao, wakisema tukio hili linaonyesha bado kuna tabaka la watu wanaojiona kuwa bora kuliko wengine
kutokana na rangi au hali zao za kiuchumi. Wengine wameitaka serikali ya Afrika Kusini pamoja na taasisi za haki za kibinadamu kuchunguza kwa kina tukio hili ili kuchukua hatua zaidi. Pia limefufua mazungumzo kuhusu namna mabaki ya mfumo wa apartheid au serikali ya ubaguzi yaliyokuwa yakionekana katika maisha ya kila siku. Ingawa sheria za ubaguzi ziliondolewa rasmi mnamo mwaka 1994 baada ya kuingia madarakani kwa Nelson Mandela, ukweli ni kwamba tofauti kubwa za kiuchumi na za kijamii kati ya wazungu na Waafrika weusi bado zinaonekana katika maeneo mengi. Wapo waliohoji kwa namna mwanamke huyo mzungu alivyoongea na kuonesha hisia za kujiona kwamba mwenye mamlaka au haki zaidi ya wengine ndani ya eneo hilo. Wengine walieleza kuwa katika baadhi ya sehemu nchini humo bado kuna tabia baadhi ya watu kuwachukulia Waafrika weusi kama watu wasiostahili kuwepo katika maeneo fulani, hasa maeneo yanaonekana kuwa ya hadhi ya juu au yenye huduma bora. Mtandaoni watu wengi wanaonesha hasira zao wakisema video hii imeibua maumivu ya kihistoria ambayo Waafrika wengi bado wanayahisi. Baadhi wanaandika kuwa waliona kama tukio hili linaonesha namna ya utu wa Mwafrika mweusi unavyoweza kubezwa hadharani bila kujali hali yake au sababu ya uwepo wake. Wengine walienda mbali zaidi wakisema matukio kama haya yanaweza kuongeza chuki za kijamii endapo hayatachukuliwa kwa uzito na mamlaka husika. Hata hivyo, bila kujali mazingira yaliyotangulia, wengi wamekubaliana kuwa namna ya kuzungumza na kumtendea mtu mwingine hadharani ni jambo muhimu sana, hasa katika sehemu nyeti kama hospitali. Wanaharakati wa haki za binadamu wameonya kuwa lugha, dharau, vitisho au baguzi inaweza kuacha majeraha makubwa ya kisaikolojia kwa wahusika, hasa katika kipindi ambacho mtu tayari yuko kwenye hali ya hofu au presha ya kiafya. Tukio hili pia limefungua mjadala mpana kuhusu changamoto za kijamii zinazoikabili taifa la Afrika Kusini, ikiwemo mgawanyiko wa rangi, tofauti za kiuchumi, hofu ya wageni na mapambano ya kuheshimika katika jamii yenye historia nzito ya maumivu ya kibaguzi. In my country using our resources, so you should also do this. I'm saying you are a woman, you are pregnant, and you are almost to get birth. Yes. All right? Can you be happy to get birth on public place like where people are? Our people must give birth. You're a man, go take care of your woman. Who do you think go you take are? care of Take your your woman wife and to take a private hospital. And also, and take you were your wife supposed to the to be private quiet. hospital. I will not be This one. quiet for Because you. me and this Where lady am we look alike. Listen, yeah, brother. Listen. There's You nothing don't about have racist. nonsense. You just She's one of our own. Listen. In fact, I'll choose her before you. Don't come here and tell us Listen. about I'm a born South African, so you take your I mean, I medical respect insurance and go. everyone. She's not But South this, African. me That's and why you, she's here can working you with see me. here? Me and this lady, we look alike. No, This in one your was supposed country, to be Baba. quiet. Yeah, in I South will not be Africa. quiet for you because you're a fucking quere. I will never be quiet for you. Listen. Don't you tell me Listen. I've got another color than you because you are a racist. Take your pregnant wife and go to your country. see here? Asambeni, Listen. move. Listen. I will not keep Here, quiet for you. see the skin that you're wearing. See It's my not skin. like See my skin. Can you- It does it doesn't look mean alike? nothing. Does it look It alike? doesn't mean nothing. She's a South African. Mwah. Goodbye. You Thanks are. very much. We will Sister, choose her thanks over very you. much. I respect you so Bye-bye. much. But this one, I can't listen to No, this. that's your problem. Shame, and I don't We respect respect you Listen, either. We I respect her. my sisters here. I respect my country, I brothers don't here, respect but you. you Go not back wear to your the country. same skin that I you don't wear. care. But She's it's one I'm of born in us. South Africa. She's You one are not of born in us. South Born in here, you Africa. not Go belong back here. to your country. Born Take your here, pregnant doesn't wife mean that and you go to belong a here. private hospital. Understood. You don't belong She here. belong here. I belong here. Really? That's all that Really? she- So do I. I'm Now she's chasing born you and because she's bred. South African. Listen, Bye-bye. And we are here to I'm defend her. Bye-bye. I've got money to go to the Bye-bye. hospital. Then I'm go saying. take your money But I'm and go saying to a private about hospital. you. You don't just- you we are need in nothing. Guinea, You don't We are tell in me Guinea, nothing. like, I'm a but South we African now- citizen and you are nothing. What you mean You by are big? nothing. Yeah. Go back to your Are you country sure? where you Tell him. Yes, I am Thank sure. you so much. Bye-bye. Oh. Don't worry, we'll get the help. Sister, I respect Not you. you. all, but not this one. I fusak, man. My brother, I look alike with my Tukio hili la mzungu kushiriki kumwondoa mwanaume Mwafrika mweusi katika eneo hilo la kupata huduma, tena akiwa na mama mjamzito, hii imekaaje?